naitwa Juma Sefu Peleo, mwenyekiti wa umoja wa waganga na watafiti naitwa ATMED. Kuna baadhi ya wanachama wanalalamikia shirikisho. Mimi nasema ni kweli kulalamikia shirikisho, kwa sababu shirikisho tangu lianzishwe mpaka hivi sasa alijionyesha dila kwa wanachama wake. Alijionyesha dila kwa wanachama wake kwa sababu tangu wateuliwe hawajaitisha wanachama kidhati kabisa kuona kwamba kuna cha kufanya, kwamba walivyochaguliwa, uchaguzi umekuwepo. Ni kweli kabisa, na mimi nikiri kwamba nilikuwa ni mjumbe katika ile shirikisho, lakini shirikisho kwa sisi wajumbe tulipokuwa sasa tunahoji namna kiutendaji na uendeshwaji, likafikia hatuwezi kuitwa kwenye kikao chochote kile, na hasa tulikuwa tunaona mwenendo wa ile shirikisho kwamba linagawa au linaviua vyama kwa makusudi ili visiweze kuungana, na hili na mimi nilikuwa nalizungumzia sana, lakini hatima yake ndo mazao waliovuna sasa, kwamba shirikisho haliwezi likaita vyama likaweza kukusanya vyama. Si kweli, halina nguvu hiyo, lakini limeonyesha wazi watu wameanza kulinya pale shirikisho, kwamba kuona kazi ya shirikisho na mwenendo wa shirikisho linaacha, linaingia na yeye linajiingiza kama vile chama katika vyama vyetu sisi vya waganga. Kwa hiyo katika kutengeneza hilo, vyama vimestuka kwamba vimeona kwamba shirikisho lenyewe linachukua wanachama wetu ndio linasajili wao. Sasa katika kushtuka kwa vyama na shirikisho limekosa nguvu katika utendaji wake, lakini nalo limekosa nguvu katika lenyewe kama lenyewe, kwa sababu mwenyekiti wa hilo shirikisho lenyewe hajulikani yuko wapi. Miaka kadhaa mara nasikia yuko Mtwara, mara yuko huko, mara huko, lakini vile makamu mwenyekiti amekwisha fariki muda mrefu. Unapouliza kwa nini tusiitane wana shirikisho tukaweza kuangalia katiba na kufanya uteuzi uliokuwepo katika hilo basi katiba hiyo iliyokuwepo sasa, lakini haiwezekani. Aliyokuwepo pale anaosimamisha ile shirikisho anasema kama shirikisho yupo katibu tu pale. Hata ule mweka hazina kusema kweli anaitwa Dr. Nuru, sioni kama wana ushirikiano mzuri sana, ila katika maneno kama kisiasa hata mimi naweza nikasema kwamba shirikisho lipo hai, lina nguvu, lina sauti, lakini shirikisho halipo sasa. Ni namna tu ya kuangalia namna gani, kwa sababu wenzetu wana nguvu, wamepewa nguvu, kuna watu wanaowalinda, tuwezi kujua kitu gani kilichokuwa ndani hapo, lakini shirikisho hakuna. Inahitajika lipatikane shirikisho. Ukilinganisha tulikotoka kama sisi wenyewe kuingia kwenye harakati ya kujikusanya pamoja, na mpaka serikali tumeshawishi mpaka ikapitisha sheria ya tiba asili, ikaundwa na baraza la tiba asili, lakini hatima yake tukaa tena tuna utashi baada ya kuundwa baraza, tukatamani tuwe na shirikisho ambalo lenye nguvu na kusimamia kweli taaluma yetu kisheria. Lakini namna sasa shirikisho lipoingia na likakutana na baadhi ya watu ambao tunasema watumishi ambao walikuwa hawaitakii mema taaluma hii, wamelivuruga, kwa sababu imevurugwa kweli. Tulikuwa na sikukuu ya Mwafrika. Sikukuu ya Mwafrika huko tulikotoka, serikali ilikuwa inatufadhili mpaka nauli, tunakwenda kwenye sikukuu, tuna chakula, tunarudi. Serikali imetubeba kwa njia nzuri kabisa, imetupokea. Lakini hapa katikati kilichotokea sitofahamu. Tangu ile shirikisho lenyewe nalo vile halijui mwelekeo, linatangaza sherehe ya sikukuu ya tiba Mwafrika, mapato yote hayo yanayochukuliwa baraza hapa tunaenda kwenye shirikisho na kwenda kwa wapi? Haya baby, tiba asili wala haya na mfumo wa kusaidia tiba asili nchini. Sasa hapa ndipo penye matatizo. Waganga ni watu ambao wamelelewa katika maadili na upendo wa hali ya juu, na waganga wenye asili hasa ya uganga ni wenye mapenzi makubwa sana wa kutoa vyao. Hivi leo kama kweli kuna msingi huo, waganga wako tayari kugharamia gharama zote za kufanya shirikisho. Hilo neno si kweli,
isipokuwa watu wamelibwaga, waliangalia linakokwenda, wamelisusa kwa akili. Lakini nakwambia kabisa, ukisimamisha watu wenye ushawishi wa waganga hivi leo, unaweza kukusanya vyama vyote bila hata senti moja. Waganga watakuja na maji yao, watakuja na chakula chao, na wataondoka mahala kwao kwa amani na salama. Hata kama yuko Kigoma, hata kama yuko Arusha, watafika hapa Dar es Salaam. Au wa Dar es Salaam tuseme tunakutana Dodoma, tutakutana na tutakaa kwenye nyumba nzuri, na tutakula vyakula vizuri, na tutafanya uchaguzi vizuri, na tutaondoka. Lakini hili shirikisho watu wamelisusa. Wito wangu kwamba kitu cha kwanza, kwamba taaluma hii ya tiba asili inazidi kudorora, inazidi kushuka siku baada ya siku, ukilingana na sasa hivi dunia inapoelekea. Sasa imefikia Marekani anakuja kutuuzia dawa asili hapa Tanzania, Wachina wanakuja kuuza dawa asili hapa Tanzania, lakini sisi tuliokuwepo hapa hatufiki malengo kwa sababu ya vitu kama hivi vimoja moja, kwamba tuangalie wote kwa pamoja kwamba hili tatizo tunaliondoa vipi, na ikiwezekana tuliache shirikisho likae peke yake, sisi wenyewe waganga na vyama vyetu tuungane, tuangalie taratibu ya kuanzisha shirikisho lingine. Kinyume cha hapo, basi serikali iingilie kati katika hili. Ikiingilia kati kwamba kweli wana dhamira ya shirikisho hili kulisimamisha, basi kitu cha kwanza kusimamia uchaguzi, na inawezekana uchaguzi bila hata kuingiza gharama ya serikali, isipokuwa watu wenye mioyo ya kweli, kwa sababu mara nyingi wale ambao waliokuwa wanaharibu sehemu nyingine na ndio tena wanapewa dhamana sehemu nyingine. Mimi naitwa Juma Omari Mgazija, ni katibu mkuu wa chama cha tiba asili na utafiti wa ATMER. Baada ya kuanzishwa shirikisho toka hiyo 2016 mpaka leo, hakuna ambacho kimeendelea. Hakuna chochote ambacho kimeendelea. Hakuna vikao, hawaitwi viongozi wa vyama, kwa sababu viongozi wa vyama ama vyama ndio mhimili wa shirikisho. Bila vyama hakuna shirikisho. Lakini kinachoonekana sasa hivi ni kwamba ukilitazama vizuri shirikisho, unaona kwamba shirikisho lipo kwa ajili ya kuua vyama ili libaki lenyewe. Lakini litabaki vipi lenyewe bila kuwa na vyama? Kwa sababu vyama ndivyo vinavyotengeneza shirikisho. Lakini mfumo walioingia nao shirikisho ni kuviua vyama. Na ndio maana unasikia hizo kelele kutoka kwenye vyama. Wajanja wameingia pale. Pewa dhamana, katengenezeni shirikisho. Lakini mimi nataka kuambia kitu kimoja. Kuna katiba mbili za shirikisho. Kuna kile ambacho kilizungumzwa wakati shirikisho linaundwa na vyama vyote vya waganga, na wakaunda uongozi. Katiba hii hapa, yende ikasajiliwe kama shirikisho la waganga. Lakini wajanja walikuwepo, walipewa dhamana, baadaye walitoka wakakaa pembeni. Na leo wanayasema wenyewe kwa sababu walishaachana katika hayo masilahi walikuwa wanayategemea, wakaanza kuachana jani. Chochote mkishaanza kuachana wenyewe kwa wenyewe, si lazima zitoke. Wakakaa wakabadilisha baadhi ya vitu kwamba hivi si wema usiwe. Kwa hiyo wakaweka vingine ambavyo sio vilivyokubalika na vyama, wakaenda wakatengeneza shirikisho. Kwa serikali iliamini kwamba kuna shirikisho, na ndio maana kuna mambo yanakuwa magumu katika kuliendesha shirikisho. Lakini ukitazama shirikisho ni kama vile watu walikwenda kusajili chama, kama hivi vyama vingine vilivyosajiliwa, lakini wamekwenda kusajili chama, lakini chama kile kitakuwa na nguvu kwa sababu serikali ndio inakitambua rasmi kwamba hiki ndio kitasimamia sawa waganga, hiki ndio kinaongoza vyama vya waganga. Lakini kumbe sivyo, kile ni chama tu kama vyama hivi. Kwa hivyo vyama vingine hivi sasa vinadhoofika kwa sababu hata vinapotaka kufanya jambo hakuna ile support kubwa ya serikali, kwa sababu litazameni shirikisho. Mimi nataka kuuliza kitu kimoja kabla hujaniuliza. Mimi nikwambie, hapa kuna shirikisho la mpira Tanzania. Wewe ni kijana bado unajua vizuri mambo ya mpira, TFF. Lakini TFF inakuwepo kwa sababu kuna vilabu. Kuna Simba, kuna Yanga, kuna Dodoma Jiji, kuna nini. Hizi ndio zinafanya TFF inakuwepo. Vilabu hivi visipokuwepo, manake TFF haipo. Sasa hebu niambie, TFF ingekuwa ndio inasajili wachezaji, hivi vilabu vingekuwa vinafanya majukumu gani? Sasa leo shirikisho linasajili waganga. Shirikisho wanasajili waganga kwa lipi? Kwa sheria ipi? Hivi vilabu vimesajiliwa na msajili wa vyama. Nani vyama vyetu. Na ndio katiba zake zinasema kwamba vitasajili waganga, vitaongoza waganga. Sasa viongozi hawa ndio wamechukuliwa kwenda
kwenye shirikisho. Kwa hiyo shirikisho linatakiwa lifanye kazi na viongozi hawa waganga. Sasa sisi huku kwenye vyama tunaposajili waganga ndio nguvu ya shirikisho. Sasa shirikisho lenyewe linasajili waganga, linachukua waganga kutoka kwenye vyama linakwenda kusajili wenyewe. Sasa hili ni shirikisho au ni chama? Wanaosema kwamba shirikisho liko vizuri tu, shida ni kwenye vyama. Wenyewe kwa wenyewe wanapigana vita. Walileta lipi kwenye vyama likashindikana? Kwa sababu fanya kitu alafu useme hawakutekeleza. Ndio maana tunasema kwamba huku kuna mgawanyiko. Hakuna mgawanyiko kwenye vyama. Vyama viko imara sana. Japokuwa vyama sasa vinakosa nguvu kwa sababu ya haya ninayokueleza. Kwa hiyo kubwa ambalo mimi naliona ni kuvunja uongozi wa shirikisho. Kwa sababu kwanza muda wake ulishapita. Kufanya uchaguzi wala sio swala linalohitaji gharama hivyo. Watu wanaweza wakajitolea wenyewe, lakini tupate viongozi ambao tunajua watatufanyia hiki na hiki na hiki, watatupeleka pale tunapotaka. Kwa ni mara ngapi tumekuwa tukifanya viongozi wa vyama tumekuwa tukikutana sisi wenyewe. Sasa uchaguzi huu ambao utaonekana kwamba ni mkubwa sana mpaka kuna jambo kubwa lifanyike, unatoka wapi? Ndio watu wanatengeneza mazingira ya kuendelea kukaa kwa ajili ya maslahi yao.